Anasema akuondolea maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Yesu alitangaza msamaha kwa ajili yetu. Yesu alitangaza msamaha kwa ajili ya Wayahudi. Yesu alitangaza msamaha kwa ajili ya mimi na wewe. Kwa neno la kwanza, Baba wasamehe kwa kuwa wajui. Ndio maana ukiwa Kristo umeokoka, samehe, jifunze kusamehe. Hata jambo likiwa baya, samehe, achia. Kwa sababu wewe umesamehewa zaidi kuliko mtu mwingine. Neno la pili au tamko la pili ambalo Bwana Yesu alilifanya pale msalabani ni kitabu cha Luka sura 23 mstari wa 43. Kwa nimekwambia kwanza ni Luka 23:34. Akasema Baba wasamehe kwa maana hawajui walitendalo. Ukifanya dhambi yoyote, ukirudi kwa Yesu ukaomba rehema, Mungu anakusamehe. Ila usiendelee kutenda dhambi, kwa sababu mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Utakufa kabla wakati wako. Pia utapata shida. Hakuna raha kwenye dhambi. Yesu alimaliza. Neno la pili, kitabu cha Luka 23:43 anasema Yesu akamwambia, sikiza kwa makini, amini na kuambia leo hivi utakuwa pamoja nami paradiso. Amini na kuambia leo hii utakuwa nami paradiso. Sikiza kwa makini. Kabla Yesu ajaja, ilikuwa tunasubiri siku ya mwisho ya hukumu. Tulikuwa tunasubiri kwamba itakuteka siku tutakuwa kwenda kule kuhukumiwa na kadhalika na kadhalika. Lakini ngoja nisikize kwa makini. Naomba nisikize hapa, nataka niongee kwa makini mnielewe. Nataka mtulie. Huyu jamaa alikuwa mwizi. Alikuwa mwizi. Walikuwa wezi wawili, mmoja mkono wa kushoto, mwingine mkono wa, walikuwa wanyang'anyi, maana wanaua mpaka watu. Pale msalabani, sikiza kwa makini, aliingia mbinguni kwa sababu ametenda matendo mema au kwa sababu amesamehewa dhambi? Sikiza kwa makini. Aliingia mbinguni kwa sababu ametenda matendo mema au amesamehewa dhambi? Amesamehewa. Imani, wokovu wetu ni kwa neema, sio kwa matendo. Sasa usije ukachanganya kwamba utende matendo ya dhambi uende katika neema. No, lakini nataka nikwambie kwamba usihangaike sana. Mungu ndiye atakutia nguvu katika yote ukimtii na kutembea katika njia zake. Mungu ndiye atakufungulia njia na kukupa msaada wa kushinda dhambi. Mwizi wa kwanza akamwambia Yesu, wewe jiokoe mwenyewe tukuone, unajitia mjanja. Mwizi wa pili akamwambia, Bwana unikumbuke utakapokuja katika ufalme wako. Alikuwa anajua, amesikia habari za Yesu. Sasa Yesu amwambia kwamba nitakuja, amwambia nitarudi mara ya pili, amwambia nitakuja kuokoa. Anambia leo Mkristo uliokoka hapa tulipo, ukitokea umelala, isitegemee mtu atalala kabla umri wake, kwa sababu bado tuna kazi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ikatokea umelala, unapofumba macho hapo hapo, Biblia akati anatueleza hadithi ya Lazaro na Lazaro na Abraham na Ibrahim. Akasema malaika wakaja kumchukua Lazaro, wakampeleka kifuani mwa Ibrahim. Unapolala tu malaika anakuja, kwa sababu una muhuri wa Yesu nyuma. Mbele yako kuna muhuri, anasema nimezivaa chapa za Yesu Kristo ndani yangu. Malaika wanashuka. Unapokata tu lo malaika hao, gari inakuja kutoka mbinguni. Tuonane paradiso. Watu wapende ipo, ndio kweli. Yesu asifiwe. Tunakukuta katika mji mtakatifu. Paradiso ni bustani ya Mungu. Hatuogopi kifo. Hatuogopi kwa sababu Yesu alimaliza kifo. Kifo na tabu yake na maumivu yake kimekwisha.
Mkristo aliyemjua Bwana Yesu akatembea naye, ameokoka, anapolala mwili wake umeacha nafsi, anaenda paradiso. Hakuna tena hukumu kwa walio katika Kristo Yesu, maana Kristo alisulubisha yote pale msalabani. Kitu ambacho Biblia inakataa ni dhambi ya mauti. Dhambi ya mauti ni kumdharau Yesu, ni kumdharau Roho Mtakatifu, ni kuidharau imani ambayo Mungu amekupa na kumtukana Mungu kwa dhahiri. Hiyo ni dhambi ya mauti, haina msamaha. Hapo wala sikwambia kwamba tenda Mungu, hiyo dhambi haisamehewi. Lakini kwa lolote lile unapambana kwa ajili ya kushinda dhambi, unapambana kwa ajili ya maisha yako. Naomba nikwambie, ikitokea lolote hapo katikati, unaenda kupumzika paradiso. Anasema leo hii utakuwa pamoja nami. Wapi? Paradiso. Ni kwamba ni Edeni mpya ambayo Mungu ameanzisha. Mwanzo 2 mstari wa 8 kulikuwa na bustani ya Edeni ambayo ilikuwa na nani? Adamu na Eva. Lakini kitabu cha Ufunuo sura ya 12 mstari wa 7, Ufunuo 12 mstari wa 7, anasema nayo ndio bustani ya Mungu, ndio atakao takatifu. Kuna bustani ya Mungu. Edeni ile limerudishwa katika ulimwengu wa roho. Kwa mwanzo Edeni ilipotea, mwisho Edeni imewezwa kurudisha. Mtumishi wa Mungu Paulo katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wa 4. Mtumishi wa Mungu Paulo kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wa 4 anasema, namkumbuka mtu katika Kristo alikuwa katika mwili au katika roho sijui, lakini najua jambo moja, alichukuliwa mpaka mbinguni, alichukuliwa mpaka paradiso. Vitu alivyoviona kule havielezeki, lugha zinazonenwa kule. Kwa Paulo alipata nafasi ya kuiona paradiso kabla kati anaishi, akarudishwa tena mwilini. Wako watu wengi wameona, wameenda paradiso karudi. Mungu ana uwezo. Ninatamani, ngoja nikwambie, kwa sababu mmemjua Yesu, basi mkamate vizuri, mhubiri vizuri, ili kule paradiso ukamwambie Bwana, nilifanya kazi yako vizuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Luka sura 16 mstari wa 22 na 23 kinatuelezea ukifa Mkristo unaenda wapi. Ni kwamba malaika wanakuchukua, unaenda kukaa paradiso. Ni kwa sababu ya mateso ambayo Yesu aliyapata pale msalabani. Wewe ni mtoto wa Mungu. Ndio maana mtumishi wa Paulo anasema kwamba hivyo huyu Mungu ambaye alikubali kumtoa mtoto wake mpaka kafa msalabani, atashindwa kuwapa baraka, atashindwa kuwapa pesa, atashindwa kuwapa majumba? Huyu Mungu anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Tumemaliza maneno ya kwanza ya Bwana Yesu. Neno la kwanza ni kitabu cha Luka 23:34. Baba, uwasamehe kwa maana hawajui walitendalo. Neno la pili ni kitabu cha Luka 23:43. Leo hii utakuwa pamoja nami paradiso. Hakuwa anamwambia yule mwizi, alikuwa anakuambia wewe. Alikuwa anakufusikia kwa mashaka. Msifadhaike mioyoni mwenu, mmemwamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani kwa Baba kuna makao mengi, nami nitakuja kuwachukua ili mkakae pamoja nami. Naenda kuandalia makao. Edeni mpya Mungu iko kwa ajili yako. Haleluya.